wakawa na madai hayo. La kwanza wanasema wanataka uhuru, la pili wanataka uadilifu katika jamii, kwa miji yote kama ni barabara ijengwe sehemu zote, mitaa yote, wilaya zote, kata zote, tarafa zote, jambo ambalo haliwezekani kwa wakati mmoja. Kadhalika katika mambo walikuwa wakiadai, walikuwa wanadai islahu siasa, yani kwamba siasa itengenezwe, siasa mbovu. Siasa inayotawala ni siasa mbovu, sawa, labda ndani yake kuna ukabila, au ndani yake kuna usehemu, au ndani yake kuna urangi, kwamba watu ni rangi fulani ndio ambao haya yanapatikana sio tu Tunisia au Misri au Libya au sehemu nyinginezo. Na ukiangalia kwa wakati ule nchi hizi zilikuwa, ukifananisha na nchi zingine, zinaishi maisha mazuri sana, bali katika baadhi ya maeneo walikuwa wakipata mpaka mishahara na wananchi raia wake. Wanataka islahu asiasi, kadhalika wanataka islahu al-iktisadi, wanataka kutengeneza uchumi uboreshwe na mfano wake. Na kauli yao mbiu, watu maandamano kwa wanatembea na kauli mbiu kauli yao mbiu waliokuwa wakitembea nayo, walikuwa wanasema ash-sha'bu yuridu isqata an-nidham. Baada ya kukutana sasa, nasema raia wanataka kudondosha nidhamu, kuidondosha serikali. Sasa njoo utuue, utumalize, lakini sisi kauli yetu mbiu ni lazima serikali idondoke. Katika watu ambao waliokuwa wakitia nguvu, hapa ninasimama kidogo kwa sababu ni sehemu muhimu sana. Katika watu ambao waliokuwa wakisapoti harakati hizi ni Ikhwanul Muslimin, ambao walinganizi wao katika nchi zote huko walipokuwa walikuwa wakisapoti ile harakati. Kadhalika pia duati as-sururiyya, walinganizi wa manhaji ya kisururi sehemu zote mpaka Tanzania walikuwa wakisapoti na kupongeza harakati zile, ambao kwa majina wanafahamika. Al-Qaradawi alihama kutoka Misri kwenda wapi? Kakimbilia Qatar. Yule ni Misri, kwenda kule akawa amepata ule uhuru wa kuweza kufanya kazi sasa ya kufanya taharith dhidi ya serikali ya Misri. Na baadhi ya wengine mfano wa duati wa nchi ya Saudia walikuwa wakifanya taharith, pamoja na kwamba sio wazi, lakini walikuwa wakifanya taharith kuamsha vijana na wao watengeneze hisia ya kuweza kuidondosha serikali ya Saudia. Kadhalika Sudani, kadhalika Libya, kadhalika Yamani na maeneo mengine yanayofanana na haya. Asema wataharidhuhum shu'ub ala hukamiha, ambapo vituo vikubwa ilikuwa ni Tunis, ilikuwa mwezi wa 12 Rabiul Arabi. Tunis ilipatikana mwezi wa 12 2010, ambao ni mwishoni kabisa walianza huko. Kadhalika wakaja Misri mwezi wa kwanza 2011, wakaja Libya mwezi wa pili 2011, wakaja Yamani mwezi wa pili 2011. Wa min ash-shawahid, kadhalika pia wakaja Syria, ambao hii ndio iliendelea muda mrefu, ambao huyu bwana Bashar al-Assad aligoma kutoka, kaua watu wengi sana katika ahli sunnati wal jamaa. Mwezi wa tatu baada ya tukio la Yamani, wakawa wameanza kule Syria, ambapo yalianza maandamano ya amani, kisha baadaye yakageuka ndani ya lile kundi, kazaliwa makundi ya kigaidi, yakashika silaha, wakawa wanatokea mpakani wa Syria na Iraki, wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka, jambo ambalo lilosababisha watu ambao wasiokuwa na makosa kabisa, abria, kupoteza maisha yao na kukosa sehemu. Mpaka sasa watu wa Syria wanaishi katika makambi maarufu jambo hili. Na kadhalika pia katika ushahidi ala min ash-shawahidi ala mukhalafati al-ikhwan fi hadha al-bab qawl Hasan al-Banna wa ma tumlihi sirat al-ajilla al-afadil min ulama al-ummah al-islamiyya alladhina kanu yaktahimuna ala al-muluk wal-umara abwabahum wa sududahum fayuqarri'unahum wa ya'murunahum wa yanhawnahum wa yarfuduna a'tiyatihim wa yubayyinuna lahum
الحق ويقدمون إليهم بمطالب الأمة بل ويحملون السلاح في وجوه الجور والظلم وما نسي التاريخ بعد كتيبة الفقهاء في صف ابن الأشعث في شرق الدولة الإسلامية ولا ثورة القاضي ابن يحيى الليثي المالكي في غربها. Sababu kuna baadhi ya vitu vinahitajiwa kugusa walau kidogo ili vikuache wewe ukiwa unajua kwamba tukio fulani kitokea na kuwa ni kadha wa kadha. Hata kama kuna baadhi ya maneno unaweza usiyajue, yani usiyasome kupitia mimi, lakini ukaja ukasoma peke yako mwenyewe ukaelewa. Lakini kuna vitu kivifahamu, unakusanya matukio kisha unajua likitokea kesho huwezi kuingia. Hasa katika shawahidi ambazo zinaonyesha mukhalafatul ikhwan fi hadha albab, qaul Hasan al-Banna, maneno ya Hasan al-Banna asema wama tumlihi siratul ajilla, na yale yanayoelezewa yaliyoandikwa na yaliyosemwa na sira za watu watukufu al-afadhil, watu wabora min ulama al-ummah al-islamiyya, katika wanawazuoni wa umma wa Kiislamu, alladhina kanu yaqtahimuna ala al-muluki wal umara, ambao walikuwa wanaingia kwa viongozi, wanakwenda kugonga milango ya viongozi wafalme na maamiri, tahimuna abwabahum wa sududahum, kwenda kugonga milango yao na vile viziwizi vyao walivyoviweka kule getini, kwa milango au viziwizi walivyoweka kule wameweka askari. Ndio kawaida ikulu kunakuwa na askari wa geti la mwanzo, geti la pili, geti la tatu, mpaka kuingia kule ndani tayari. Sasa zile zote ni suduti, ile mipaka. Fayuqarri'unahum wa ya'murunahum, wanagonga na wanawaamrisha, wanawaamrisha, wayanhaunahum wa yarfuduna a'tayatihim, na wanakataa zile bakshishi zao, wayubayinuna lahumul haqqa, na wanawabainishia haki, wayataqaddamuna ilayhim bimatalib al-umma, na wanawapelekea yale mambo, zile haja ambazo umma wanazihitaji. Bali wayahmiluna silaha fi wujuhi al-juri wadh-dhulm, bali walikuwa wakibeba silaha katika sura ya dhulma na uovu, pale ambapo viongozi walipokuwa wakifanya dhulma na uovu, basi wale watu wa zama hizo, sira inaonyesha kwamba walikuwa hawakubali, wanabeba silaha, wanakwenda kupambana nao. Kisha anasema wama nasiya tarikhu ba'du katibat al-fuqaha, na tarehe haijasahau katibat al-fuqaha, haijasahau lile kundi, lile jeshi la wale wanawachuoni mafakihi fi saff ibn al-Ash'ath, ambao walioungana na Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath, Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath katika asri ya Bani Umayya, kipindi ambacho alikuwa amiri wa mji ule kule Iraki, alikuwa ni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, na anafahamika Hajjaj katika utawala wake alikuwa ni mtu msusuavu, akiwaua watu wale ambao wanaokhalifiana na zile awamiri zake, wakati mwingine akiwaua bila sababu ya msingi. Abdurrahman ibn al-Ash'ath anaeleza kisa cha Abdurrahman ibn al-Ash'ath, aliwashawishi watu, aliwashawishi hata baadhi ya ulama, akiwemo hata baadhi ya wanawachuoni, akiwemo Sa'id ibn Jubair na Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, kutoka katika taa ya amiri ambaye ni al-Hajjaj, wakati kiongozi wakati huo alikuwa Abdul Malik ibn Marwan, kwa katika asima yake kule Sham. Anatoa mfano huu, hasema manasiya at-tarikhu katibata al-fuqaha fi saff ibn al-Ash'ath fi sharq ad-dawlah al-islamiyya, sawa, kule mashariki ambako ni Iraki, mashariki mwa dola ya Kiislam. Wala thawrat al-Qadhi ibn Yahya al-Laythi
al-Maliki fi gharbiha. Kadhalika pia tarehe haijasahau yale mapinduzi yaliyopangwa na Yahya ibn Yahya al-Laythi qadhi al-Andalus. Huyo alikuwa ni qadhi katika nchi ya Spain katika madhhabu ya Maliki, ndio maana akaitwa Ibn Yahya al-Laythi al-Maliki al-Gharb fi gharbiha, upande wa magharibi. Magharibi mwa nchi mwa dola ya Kiislamu ilikuwa ni huko Morocco, Libya, Mauritania, sawa. Ukipanda juu huko ndio unakutana na nchi kama Spain na nyinginezo. Hii ilikuwa ni dola moja la Kiislamu ambayo alifanya ushawishi, akawa amewafanya watu wawezi kumkataa kiongozi aliyekuwa wakati huo, jambo ambalo lililosababisha kiongozi yule kuja kufanya kazi ya kuwatia adabu watu wale. Aliwapiga na akawatoa katika miji na kuwapeleka nje kabisa ya maeneo ambayo waliokuwa wakiishi, na akamwacha kadhi kutokana na makana aliyokuwa nayo na kumpa nafasi ya kuwa mshauri wake, na baadaye watu hawa wakaathirika na madhhabu ya Malikia kwa sababu ya juhudi ambayo aliyofanya kadhi huyu au mwanachuoni huyu. Al-Hasan al-Banna anaelezea kisa hiki kwa lengo gani? Kuonyesha kwamba khuruj kutoka kwenye taa ya viongozi ni jambo ambalo limetanguliwa na baadhi ya watu katika tarikhi ya Uislamu, jambo ambalo ulamaul muslimin, qadhiya ya Abdurrahman ibn al-Ash'afi wanaielezea wazi katika kutubu sira kwamba alifanya makosa na alihesabika kwamba kana kharijia, alikuwa ni khariji, kwa maana yale aliyoyafanya hayakuafikiana na manhaju ya wema waliotangulia. Naam. وقال عمر التلمساني نعم وقال أيضا نحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو هيئة لا تستجيب لدعواتنا وسنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق حتى يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق. Anasema Hasan al-Banna, sisi ni vita tu kwa kila kiongozi au raisi au chombo chochote ambacho la tastaujibu li da'watina, hakikubali kuifuata dawa yetu. Msingi wetu sisi ni kupigana vita na watu hao. Wasanu'linuha khusumatan la silma fiha, na tutatangaza vita hii kwamba ni ugomvi usiokuwa na amani ndani yake, wala hawadata, na wala hakuna ulaini wala upole. Alhawada bimaana al-lin wa rifq, hatta yaftahu Allah bainana wa baina qaumina bilhaq, mpaka Allah atakapofungua baina yetu sisi na watu hao, watu wetu, kwa haki. Wakala Umar at-Tilmisani inna Hasan al-Banna bisufiyatihi huwa sani'u al-inqilab, sani'u inqilabi 1952 miladi, al-inqilab ala al-Malik al-Faruq. Asema Hasan al-Banna kama yalivyonukulia maneno kutoka kwa Umar at-Tilmisan na usufi wake, sababu sufiyati na usufi aliyokuwa nao, bimaana murshid anathibitisha kwamba zaimu wake alikuwa ni sufi, na usufi aliyokuwa nao ndiyo mtengenezaji wa mageuzi yaliyotokea kule Misri mwaka 1952, mageuzi yaliyoitwa mageuzi yaliyompindua al-Maliku al-Faruq al-Awwal. Maliku al-Faruq al-Awwal, Misri kabla ya 1952 ilikuwa inatawaliwa kifalme, ilikuwa inatawaliwa, nidhamu yake ilikuwa ni nidhamu al-Malaki. Baada ya mapinduzi haya mwaka 1952 tarehe 23 mwezi wa 7 ndiyo yaliyopelekea kuiua hii nidhamu
ya ufalme, na ikawa ni nchi ya jumhuria tu al-Misriya, ambapo Hasan al-Banna aliathiri watu kidogo kidogo mpaka akafika taathira yake ikaingia katika jeshi. Viongozi wa jeshi wakawa wamefanya mapinduzi haya. Qala wa firqatul ikhwanul muslimina kanat muttahamatun bishira'il asliha. Qala jazakallahu khair. Wa firqatul ikhwanul muslimina kanat muhtammatun bishira'il asliha. Kikundi cha ikhwanul muslimin kilikuwa kinatilia umuhimu zaidi jambo la kununua silaha, kwa sababu ni munadhama wa siri ambao unajipanga baadaye uwagawie watu silaha ili waweze kutoka katika taa ya viongozi kwa silaha.